Dada, mimi na akili mbovu. Ndio, una akili mbovu. Karibu mwanangu. Asante mama. Mama ni nzuri lakini sio nzuri sana. Kwa nini sasa? Mke wangu mama. Kiasi ya kwamba hata simuelewi kwamba ana amekuaje saa hizi. Mara amegeuka kabisa atafuna mara ya kwanza. Sasa hata kunipikia chakula, anipikie kwa muda mwafaka. Kimomba maji, mama nichemshie naye achemshe mama. Anajibu majibu anajisikia yeye. Kisa kwa mimi naumia mama. Ui, nililijua hivi. Tena nililijua. Sikukataa. Sikusema huyo mwanamke hakufai. Ila uling'ang'aniza. Nilikwambia kabisa. Mwanangu, huyu mwanamke mbona macho yako juu sana? Wa wapi umemtoa wapi? Na kusema mama mimi nampenda. Mimi ananifaa. Haya hiyo faa hiyo iko. Ana mwanamke hapa? Mwanamke muda wote yeye mizunguko. Mwanamke muda wote yeye kwa marafiki. Mwanamke hata muda wa kusema leo nikakae nyumbani na mama mkwe. Nimsaidie hata kufua nguo mama? Hapana. Nimsaidie mama kusema leo nikapike nyumbani kwa mama? Hapana. Kwamba mume wangu leo angalau natoka, unaenda wapi? Naenda kwa mama nikashindepo nyumbani. Chakula cha mchana leo tutakula nyumbani kwa mama. Hamna. Au wewe ulikuwa unamkataza? Kama ulikuwa unamkataza wewe, leo yamekufika. Hilo la kwako ndugu yako. Lakini mama, mimi sijaja kwa ajili ya kusema labda to. Vipi? Safi, habari yako? Salama. Maana nimekuja hapa muda mrefu. Naona umeinamisha kichwa chini, sijajua na shida gani. Unisamee maneno kama hayo. Yaani mimi hakuna cha lakini, hakuna cha kuongea. Nilikwambia. Maisha magumu kaka. Imekuwa shida sana kwangu, yani nashindwa hata nifanyaje. Ndio hapa niko nawaza itakuwaje mbeleni. Maana sina pa kujianzia. Unasema maisha magumu wakati unashinda nyumbani? Kaka, sio kama napenda kushinda nyumbani mimi. Nakosa kazi. Sijui nitapataje kazi. Mpaka muda mwingine mawazo mabaya yananijia kichwani mwangu. Sasa hapo unawaza nini? Yaani nawaza kitachokaa vizuri kichwani kwangu ndicho sahihi kwangu. Unataka kuwa adui wa nchi. Kwa hiyo una mpango wa kumuua mama. Unajua kwamba mama ana pressure. Alafu umetoka huko unakuja hapa na habari za mke wako. Mama mimi mke wangu anipikie, anifulie nguo. Kwa hiyo unataka mama ndo akae akupikie, ainamishe mgongo, akufulie. Huo wakati wa mama kukupikia na kukufulia umeshaisha. Ukija hapa uje kwa amani, tupige story kama familia, TMK huko, sio hapa nyumbani. Mama, wewe unaongea? Mama hujamsikia. Sasa mimi ndio maana shida kulalamika kwako. Kwamba mimi niongee huyo aingilie kati tayari. Sio? Sikiza dada. Nikusikiliza nini? Unataka kuniulia mamangu au? Mama, huyu ana maana gani huyu? Ina maana gani kwamba wewe uelewi au kukatazwa? Tulikwambia yule mwanamke sio mwanamke, lakini ukasema nitamuoa. Aya, umemuoa, lako hilo sio la mama. Dada. Dada nini? Kwa sasa wewe unataka kuwa adui wa nchi sasa. Hivyo vyote itavyokuwa. Ili mali maisha yangu yamekuwa mazuri. Basi ndugu yangu. Hapa nilikuja tu kukuambia bwana, kuna kazi ipo. Kwa kuwa mwanangu umeamua hivyo, sio mbaya. Kabidi niondoke. Kwa sababu sio muda tu hapa, kuna mahali nitaka niende. Na hapa nitaka survive mitaa. Unajua tena. Ila usisahau nakwambia kuna kazi.
Usilalamike kwamba kazi hazipo. Kazi zipo nyingi. Na iyopo bwana utanitafuta. Ili jinsi tuongee jinsi mkakati inavyoenda. Nenda basi. Utusahau lakini kunitafuta. Kisa nyewe maisha mazuri. Sisi tutesekaje? Mama, mimi simuelewi dada. Mama nini? Hebu tuondolee makelele yako hapa. Mama, tamama mimi unajua. Mbamua tuone. Mke wako mwenyewe kushinda. Unakuja kumbamua huyu. Mtoto anaenda hapa nyumbani. Ananifulia, ananipikia. Wewe mke wako mkala stale huko, anapiga stone na wazie. Ambao pia nyumbani. Kapiga wewe mke wako. Sio mtoto wangu. Sasa tunaenda na mambo yako. Nani? Nene. Nini? Na mchana huu? Kuna dadeki. Nini sasa? Nilijiregesha hapa. Ulijiregesha? Vipi? Safi. Tokea hapa. Mani bwana pita zangu hapa naona umejianika utafikiri unaumwa. Unajua mpaka ni mwanga sioni kuoni vizuri. Ndio kazi ya kulala mchana. Yes. Fresh yoga. Naona wapi? Nilikuwa napita zangu hapa nimetoka shambani huko. Nimeona umejianika. Kwa kweli. Na penye hapa kajua kalikuwa kakali ngesi nipo ndani kwenye godoro. Hilo ni tatizo sasa. Mimi natakiwa kwenda gym. Unajua tena. Vipi kusubiri za kazi? Huko ni nzuri tu. Ila kweli ulichoongelea kuhusu gym na unene huo utakwenda hata siku moja nini? Ili kuweka afya safi kabisa. Sema uje niambia kwamba kazi gani leo ulikuwa kufanya maana kuna mwanangu huyo. Mdogo wangu umenionea wapi? Baba samani, ndio wako mimi sifahamu. Sawa. Taandia mazaga basi. Kusanya ulichonacho mfukoni nijue basi. Una kusanya nini baba? Mimi hapa sina. Una nini? Lete phone hiyo, vipi wewe? Lete phone basi. Shida nini? Haya, sogea kidogo. Sogea hapa. Ndani kuna kitu kinakuja naye. Ndugu yako wewe. Huruma sio malezi mdogo wangu. Atembea. Hivyo. Nafikiri nimemuelewa. Nilikuwa nimemuelewa, yani kale kanataka kapita. Kapatikana tu na mkono mrefu wa serikali kale. Kapigwe. Maana kwa sababu kanakoelekea na kashauri. Kananiambia kitakacho kuja kichwani ndio hicho. Alafu mara ya mwisho mimi kalivonitimua. Haya. Kupi tu story. Uendelea tu kukaa. Yaani nakwambia huyo mwana wewe. Ananiuzi sana. Kwa nini afanye ujinga namna hiyo? Kiasi kwamba kana katabia fulani yani kama kibaka fulani manake. Yaani wewe unalenga mle. Kwa sababu kwa venye anavyofanya. Kwanza tumia alivyonitimua tu. Nijitahidi tena niongeze neno pale najua tu jamaa angesimama. Tungenyoka mbio. Hapo najua hapa nahitajika nimfahamu. Kwa sababu nisipomfahamu siwezi kujua ni nani, nataka nimfahamu. Siku moja nitakupeleka huko kwao. Ukapaone
Alafu kama vipi siku tutakao kuwa wote. Yule bwana anatembea tembea sana, tutamuona tukiwa wote. Maana siku ile usije ukaja kujichanganya kwenye mkenge wao jamaa. Ni hatari. Kiasi kwamba anaweza kaniibia, kanipiga ula. Kwa jinsi akili yake inavyompeleka, wewe kukabwa. Tena kama kukabwa tu na kupigwa mababa ya panga. Maana kwa sababu alisema kinachomjia ndio hicho. Oya, afu ule bwana ule. Takia tu siku moja kwanza nikuoneshe kwanza. Unajua unaweza kumsema kumbe ukamudu. Unajua kuna watu bwana unaweza kumudu mwenyewe. Sawa. Jambo jema natakiwa. Lakini nataka kumshauri kwanza kama inawezekana. Akashauriki kale. Haya. Hey, kaka. Ina maana nguo una. Mbona hujabadilisha? Dada, mbona maneno magumu sana wewe? Nini? Maneno magumu? Mwenzio nilikuwa nataka nikashauri. Ila kalichonifanyia siri yangu mimi. Okay, basi poa. Ndio nataka kuondoka. Nataka nifike maskani. Nilikuwa nimejilaza kwenye unyasi hapa. Umenikata kastimu kakulala. Endelea. Sio mbaya. Sawa, endelea kulala. Ujikosa hii na amani, siwezi kukosa. Sawa, ina amani. Ila jichunge. Kujilaza hivi. Nakuonea huruma. Sasa hivi sio mbaya. Poa basi. Msalimiage shemeji. Okay. Sawa, nitaolewa. Lakini sitaolewa na mwanaume mwenye akili mbovu kama wewe. Dada, mimi na akili mbovu. Ndio, una akili mbovu. Wewe atakutawaje mwanamke? Kwa mimi mwanamke amenitawala ndo maana mimi, lakini dada, vyote kwa vyote sawa. Ungeangalia basi hata kipolo ndani humo basi mimi nile sasa. Kipolo? Eti kipolo? Kwanza si hapa nyumbani hatubakishagi kipolo. Wewe si uliondoka ulienda kuoa. Huyo mwanamke wako hajakubakisha kipolo? Au leo ujala hajakupikia? Dada, wewe sio kuzungumza maneno hayo. Kumbuka mimi na wewe tu ndio tupo hapa nyumbani. Eti tuko hapa nyumbani. Mimi na wewe tu ndio tuko wawili tu kwa mama. Sasa najisahau paka naanza kutamka maneno ambayo nahisi kama niko nyumbani bado. Dada, mke wangu mimi ananitesa. Hebu ngoja nikuangalizie kipolo huko ndani. Usije ukatufia hapa na sura yako ilivyokauka hivi. Yaani ni kwetu lakini hapa.